Nimefarijika sana kuona jitihada kubwa zinazofanywa na shule hii katika kuandaa watoto wa kike ambao ndio uti wa mgongo wa jamii yetu. Aidha, nishukuru wahitimu wote, wazazi, walezi na wananchi wote mlioweza kufanya siku hii kamilike. Ndugu wageni waalikwa, napenda kupongeza uongozi wa shule, lakini vile vile walimu wote ambao mnafanya kazi kwa bidii kubwa sana kuhakikisha tunajenga misingi imara ya elimu kwa watoto hawa wa kike, lakini tunawapatia malezi sahihi, maadili na kuhakikisha tunapata kizazi chenye uzalendo. Hii nimejifunza kupitia matokeo mazuri ya kitaaluma ambayo mkuu wa shule ameweza kuyasoma hapa katika hotuba yake. Lakini vile vile kubwa na msingi, shule ya Huruma imekuwa ikisifika kwa kutoa sio tu elimu ya darasani, bali malezi yanayomjenga binti kuwa imara, jasiri, mwenye nidhamu na maadili. Tunatamani kesho tuendelee kupata wakina Dorothy Gwajima wengi, kwa maana ya nafasi ambazo Mungu ameruhusu kwa wanawake kuongoza serikali, kuongoza jamii, na nyinyi ni wanawake wajao, tunawatarajia sana. Tunamwona Rais Samia ni mwanamama na anafanya mambo ambayo wanaume waliyafanya na mwanamke leo ameendeleza kwa ubora kabisa. Kwa hiyo na nyinyi pia kesho tunawatarajia kuwaona kwamba mnaendelea kusongesha gurudumu hili la taifa letu. Leo hii si tu tusherehekee mafanikio ya watoto, lakini tunashuhudia kwa vitendo utekelezaji wa Dira ya Taifa Maendeleo ya 2050, hususani nguzo ya pili, uwezo wa watu wa maendeleo ya jamii. Nguzo hii inalenga kujenga jamii yenye watu wenye elimu, ujuzi, maadili na uwezo wa kuchangia maendeleo endelevu ya nchi yetu. Hawa mabinti tunawaona mbele yetu ndio watakuwa madaktari, wahandisi, walimu, viongozi wa kesho kama nilivyotoka kuongea. Lakini vile vile serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa watoto na vijana kupitia uwekezaji mkubwa katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu. Tunatambua kuwa ili kijana aweze kufikia kilele cha mafanikio anahitaji elimu bora na jumuishi ambayo inatoa fursa sawa kwa wote, lakini vile vile afya na ustawi, ikiwa ni pamoja na afya ya akili ambayo ni muhimu sana katika ulimwengu wa sasa wenye changamoto nyingi, lakini malezi chanya kupitia ushirikiano wa familia na taasisi za elimu, ulinzi wa mtoto dhidi ya aina zote za ukatili na unyanyasaji, fursa za kiuchumi, maandalizi ya kutosha kwa ajili ya soko la ajira na ujasiriamali. Ndugu washiriki, kabla sijahitimisha hotuba yangu, nipende kuzungumzia changamoto ya ukosefu wa ukumbi wa shule unaokidhi mahitaji ya sasa yanayohusisha semina ya wanafunzi na mikutano, mitihani ya taifa na mikusanyiko ya wanafunzi na wafanyakazi na sherehe mbalimbali. Sisi kama wizara tumekuchangia milioni 1.